2025. Tunapokutana tena hapa itakuwa ni 2026. Roho Mtakatifu amesema nawe kwa habari ya mazoea. Ninaamini kuanzia sasa utaenda kujiandaa kwa habari ya kutoingia na mazoea kwenye huo mwaka. Amen. Na ninapotamka kwamba tunaenda 2026, ninamaanisha kwamba Mungu amekwisha kukuchagua uingie 2026. Ni wewe tu kuamua kuvua yale mavazi ya 2025 yasiyofaa ili 2026 uende kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaenda kwenye mwaka wa namna gani? Unaenda kwenye mwaka ambao ni mzuri, lakini ni mwaka wa namna gani kwa mwanadamu? Ni mwaka wa namna gani kwa dunia? Ni mwaka wa namna gani kwa wana wa Mungu? 2026 ni mwaka mzuri sana kwako wewe unayemwabudu Mungu hapa. Wewe unayemtumikia Mungu kokote. Wewe unayemtumikia Mungu kokote. Haleluya. Ni mwaka mzuri sana. Utaufurahia, utaushangilia, utapata yale mema ya huo mwaka. Haleluya. 2026. Bwana Yesu apewe sifa. Malengo yako yoyote uliyoyapanga kupitia Mungu yatafanikiwa. Ratiba zako zote ambazo umshirikisha Mungu zitakuwa. Lakini ni katika kumtafuta Mungu kwa bidii. Naambia mtafute Mungu kwa bidii. Amen. Kule kumtafuta Mungu kwa bidii ambako wewe mwenyewe unajiona hii sio mimi, ni Roho wa Mungu ndani yangu ananisukuma kumtafuta Mungu kwa bidii, na mimi sina budi kuacha kufanya hivyo. Amen. Na hiyo shauku itakuja kwa wana wa Mungu wengi sana. Ukiona hiyo shauku usio kaizima, kwa sababu ndio uzima wako, kwa sababu ndio maisha yako, kwa sababu ndio uhai wako, kwa sababu ndio afya yako, kwa sababu ndio utajiri wako. Amen. Na kama utaingia 2026 utasikia uzito wa maombi. Tafuta msaada haraka wa kiroho, kwa sababu ndio anguko lako. Leo nitasi neema Mungu iende na wewe 2026. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaka mbaya sana isivyo kawaida kwa waovu. Isivyo kawaida. Ni mwaka wa majanga mengi ya ghafla. Unaposema majanga, sijui kwa mfano gani, lakini umeona tuko hapa tulipo. Unaweza ukapokea taarifa kwamba wilaya fulani tu kuna maji, kuna mvua ilinyesha sana, nyumba zimefunikwa na watu wamepotea. Utakuwa na matukio ambayo sio rahisi hujai kuyasikia. Uliyasikia sehemu nyingine, lakini utashangaa unayasikia. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu ni mwaka wa vita, tunanyang'anyana. Ni mwaka wa kuzimu kumtangaza miungu yao, na ni mwaka wa takatifu kumtangaza Kristo. Haleluya. Kwa hiyo huu mwaka mbaya sana, watategemea madhabahu za giza. Ni mwaka mbaya sana, na Mungu atuepushe na hayo majira mabaya. Aone hata mmoja kwenye mtaa, aone hata mmoja kwenye wilaya, aone hata mmoja kwenye mkoa, aone hata mmoja kwenye taifa, aone hata mmoja duniani, aepushe. Haleluya. Amen. Ufunuo 3:15 neno la Mungu linasema najua matendo yako, najua matendo yako, ya kuwa hu baridi, ya kwamba hu baridi wala hu moto, wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. 16. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yaani pumzi yako wewe unajua ni ya Mungu. Anasema atakutapika. Haleluya. Atawatapika walio vuguvugu. Uvuguvugu umesababisha mabaya, na ndio hii message ya 2026 ya kwamba Mungu asila yake imewaka, kwa sababu nusu Mungu nusu dunia. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu mpole sana, azungumza kwa upole sana.
Haleluya! Haya mambo ya kwamba Mungu amekasirika juu ya utakatifu tulionao usioeleweka ni hakika. Kwa hiyo kama umepata kusikia, katika ratiba zako mweke Mungu namba moja ili nyingine zote zifuate. Utakapomweka juu Mungu utakutana na mambo mabaya sana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anaweza kufundisha tu kupitia wengine, na hao wengine ukawa wewe unawapenda sana, unamwambia imekuaje, anakuambia ulisikia, unatii. Tamani kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hasira ya Mungu inawaka isivyo kawaida. Haleluya! Kwa hiyo niombe sana wewe ambaye uko mahali hapa, wewe unayefuatia ibada hii, tamani 2026 kama ambavyo ni nzuri sana. Anapenda wale wampendao na wamtafuta kwa bidii watamuona. Ni wewe wa kwanza utamuona Mungu. Ni wewe kwanza utaiona neema ya Mungu. Utaona yale mafuta ambayo anaweza kuyamimina kwako kwa karama na kipawa alichokupa wewe. Inawezekana wewe sio kwa karama kanisani, lakini hata kazini kwako wewe hiyo ni karama. Ni mwaka mbaya sana kwa wao. Na tunamshukuru pia Mungu kwa sababu kwa nguvu za mwanadamu huwezi kumkabili mwovu, lakini kwa nguvu za Mungu mwovu anaweza kukabiliwa. Haleluya. The spiritual hospital for all nations. The word of God says he healed those who needed healing. This is the spiritual hospital for all nations for those who need to be healed.